Bana, unaweza ukajiuliza kwamba nini hasa ambacho wanakitafuta JS Kabayalye kwenye upande wa michuano ya kimataifa, ikiwa wao mpaka sasa hivi hawawezi kufuzu kuelekea kwenye hatua ambayo inafuata. Lakini kwa upande wa JS Kabayalye wanakuambia kwamba licha ya wao kutokufuzu, lakini wanachokitaka ni kutokushika mkia. Wanakuambia kwamba kuelekea kwenye mechi ya Yanga wamejipanga kweli kweli, kwani hata pale ambapo watakamata nafasi ya 3 watakuwa pia wamejiweka sehemu nzuri pia hata ya kupata fedha ambazo zimekuwa zikiandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Kama ambavyo tunafahamu, hicho ndicho ambacho JS Kabayalye wao wanakitafuta, wanakuambia hivyo. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo, tayari JS Kabayalye wamewasili Zanzibar. Je, unafahamu wamefika vipi? Je, unafahamu mambo gani ambao wameyafanya? Nitakwenda kukuonyesha hapa na kukuelezea ni namna gani hasa kwa upande wao, namna ambavyo wamefanya baada ya kuwasili Zanzibar. Kabla sikupatia taarifa hii, nikukumbushe tu, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Klabu ya JS Kabayalye kutoka pale nchini Algeria imewasili rasmi Zanzibar kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wao muhimu wa kimataifa, lakini ujio wao umeibua gumzo kubwa miongoni mwa mashabiki wa soka Afrika ya Mashariki na Afrika ya kiujumla. Taarifa zinaeleza kuwa mara baada tu ya kutua pale Zanzibar, uongozi wa JS Kabayalye ulilikataa mazima basi ambalo waliandaliwa pia na waandaji wao kwa ajili ya usafiri wao kutoka uwanja wa ndege. Badala yake walichagua kutumia usafiri waliokuwa wamejiandalia wenyewe, hatua iliyotafsiriwa na wengi kama ishara ya tahadhari kubwa kuelekea mchezo huo. Sio hilo tu, timu hiyo pia imewasili ikiwa na mizigo mikubwa ya vyakula, maji yao binafsi. Inaelezwa kuwa wameamua kujitegemea katika suala la lishe ili kuhakikisha wachezaji wanapata chakula wanachokifahamu na kukiamini, wakiepuka mabadiliko yoyote yanayoweza kuathiri utimamu wa mwili kabla ya pambano hilo. Hatua hiyo imezua mjadala mkubwa mitandaoni, huku baadhi wakisema ni jambo la kawaida kwa timu kubwa za kimataifa kuchukua hali ya tahadhari wanapoelekea nje ya nchi. Wengine wameona ni ishara ya pressure na hofu ya mchezo huo. Lakini pia JS Kabayalye wanatarajia kufanya mazoezi rasmi kabla ya mechi hiyo, huku mashabiki wakisubiri kwa hamu kuona kama maandalizi hayo muhimu yatazama tunda uwanjani. Hii ni tahadhari kwa upande wao ambao wamejiwekea. Wengi huenda tuliamini kwamba Yanga wanaweza kaenda tu kwenye mchezo huo basi wakakutana na vitu ambavyo vitakuwa ni rahisi, lakini kwa upande wa JS Kabayalye ujio wao wanaonyesha dhahiri shairi wanaitaka mechi hiyo ya Jumapili. Kwa hiyo Yanga inatakiwa wawe makini kweli kweli kuelekea kwenye mechi hiyo.